Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa The Final Warning TV, nipende kuwaalika katika wakati huu tunapoenda kutafakari maneno ya Kristo, tunapoenda kutafakari maneno ya thamani ambayo yatazidi kujenga imani zetu, yatazidi kutuimarisha na kukuza na kuamsha shauku yetu ya ndani tunapozidi kujiandaa kuonana na Bwana wetu. Na leo nipende kuwaalika tunapoenda kutafakari katika sura 2 za kitabu cha maandiko ya awali ama Handwritings kwa lugha ya Kiingereza. Nami nitasoma kama ilivyoandikwa katika kitabu hiki cha maandiko ya awali, na wewe utafuatilia katika kitabu chako. Tutatafakari katika sura 2, sura ya 4 inayosema kutiwa muhuri, lakini na sura ya 5 inayosema upendo wa Mungu kwa watu wake. Basi fuatana nami, msomaji wako ni mtumishi wa Mungu Innocent Mpeka, nami ninawaalika wote tunapoenda kutafakari kusikiliza maneno haya kama yalivyoandikwa. Basi tuanze kwa pamoja. Tarehe 5 Januari 1849, wakati wa kufungua Sabato takatifu, tulikuwa kwenye maombi pamoja na familia ya ndugu Burdens huko Rock Hill, Connecticut. Roho Mtakatifu akatushukia. Nikachukuliwa katika maono mpaka patakatifu pa patakatifu, ambapo nilimwona Yesu akiendelea kufanya upatanisho kwa ajili ya Israeli juu ya pindo la vazi. Nikaona ya kwamba Yesu asingalitoka patakatifu pa patakatifu mpaka kila kesi iamuriwe aidha kwa wokovu ama kwa kupotea, na kwamba hasira ya Mungu isingalikuja mpaka Yesu awe amemaliza kazi yake katika patakatifu pa patakatifu na kuvua mavazi yake ya ukuhani na kujivika mavazi ya kulipiza kisasi. Ndipo Yesu akatoka kati ya Baba na mwanadamu, naye Mungu hataendelea kunyamaza zaidi, bali atamwaga hasira yake juu ya wale wote waliokataa ukweli wake. Nikaona kuwa hasira ya mataifa, ghadhabu ya Mungu na wakati wa kuhukumu waliokufa vilikuwa tofauti. Kipindi kimoja kilifuata kingine, na ya kwamba Mikaeli alikuwa hajasimama bado, na kwamba wakati wa taabu ambao mfano wake haujawahi kuwepo ulikuwa haujaanza. Mataifa kwa sasa yanapanda hasira, lakini wakati kuhani wetu mkuu atakapomaliza kazi yake katika hekalu, atasimama hali amevaa mavazi ya kulipiza kisasi, na ndipo mapigo 7 ya mwisho yatamwagwa. Niliona kwamba malaika 4 wataendelea kushikilia pepo 4 mpaka kazi ya Yesu katika hekalu itakapomalizika, ndipo mapigo 7 ya mwisho yatakapokuja. Mapigo haya yalikasirisha waovu na kuinuka dhidi ya watakatifu. Walidhani kwamba tumewasababishia hukumu za Mungu zije juu yao, na kwamba kama wakiweza kutuondoa juu ya nchi, mapigo yangekoma. Amri ilitangazwa ya kuwaua watakatifu, ambayo iliyafanya watakatifu wamlilie Mungu mchana na usiku kwa ajili ya kuwaokoa. Huu ulikuwa wakati wa taabu yake Yakobo. Kisha watakatifu wote walilia kwa uchungu wa moyo na wakaokolewa kwa sauti ya Mungu. Wale 144,000 wakashangilia ushindi, nyuso zao ziling'aa kwa utukufu wa Mungu. Kisha nikaonyeshwa kundi la watu waliokuwa wakiomboleza kwa huzuni. Juu ya mavazi yao kulikuwa kumeandikwa kwa maandishi makubwa, umepimwa katika mizani na kuonekana umepungua. Niliuliza kundi hili walikuwa ni akina nani? Malaika akasema, hawa ni wale waliokuwa wakiitunza Sabato na baadaye wakaiacha. Niliwasikia wakilia kwa sauti kuu, tuliamini marejeo yako na kuyafundisha kwa bidii. Walipokuwa wakisema, macho yao yalitazama maandishi juu ya mavazi yao na wakaomboleza kwa sauti kuu. Niliona kwamba walikuwa wamekunywa maji yaliyo safi na kukanyaga mabaki kwa miguu yao.
Walikanyaga Sabato chini ya miguu yao, na ndiyo maana walipimwa na kuonekana wamepungua. Kisha malaika aliyekuwa pamoja nami akanielekeza tena kwenye mji, ambapo niliwaona malaika 4 wakiruka kwa kuelekea malango ya mji. Walipokuwa wakimonyesha kadi ya dhahabu yule malaika mlinzi wa geti, nikamwona malaika mwingine akiruka kwa kasi toka mahali penye utukufu mwingi zaidi, na akilia kwa sauti kwa kuwaambia malaika wengine, na akizungumza kitu juu na chini kilichokuwa mikononi mwake. Nilimuuliza malaika aliyekuwa pamoja nami kwa ajili ya kunifafanulia niliyoyaona. Aliniambia kwamba nisingeona mengine zaidi, bali angenionyesha kwa ufupi maana ya yale niliyoyaona. Sabato mchana, mtu mmoja miongoni mwetu alikuwa mgonjwa, naye aliomba kuombewa ili apone. Tuliungana pamoja tukimwomba daktari asiyeshindwa na jambo lolote, na nguvu ya uponyaji ilishuka. Mgonjwa alipona. Roho akanishukia, nikachukuliwa katika maono. Nikaona malaika 4 waliokuwa na kazi ya kufanya juu ya dunia, na walikuwa njiani kwenda kutekeleza kazi hiyo. Yesu alikuwa amevaa mavazi ya kikuhani. Aliwatazama masario kwa huruma, kisha akainua mikono yake na kulia kwa sauti yenye huruma za kina, akisema, damu yangu Baba, damu yangu, damu yangu, damu yangu. Kisha nikaona nuru ya ajabu ing'aayo toka kwa Mungu aliyeketi kwenye kiti kikuu cheupe cha enzi, na hiyo nuru yote ikamfunika Yesu. Kisha nikamwona malaika kwa kasi akiwaendea malaika 4 waliokuwa na kazi ya kufanya juu ya nchi, na akazungusha kitu juu ya nchi kilichokuwa mikononi mwake, na akalia kwa sauti kuu, shikilieni, 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 shikilieni mpaka watumwa wa Mungu wawekwe muhuri katika vipaji vya nyuso zao. Nilimuuliza malaika aliyekuwa pamoja nami maana ya yale niliyoyasikia, na ambacho malaika 4 wanaenda kufanya. Akanambia kwamba ni Mungu anayezuia nguvu, na amewapa malaika zake majukumu juu ya vitu vyote juu ya nchi, kwamba malaika 4 wana uwezo kutoka kwa Mungu kushikilia pepo 4, na kwamba walikuwa karibu kuziachia pepo hizo, lakini wakati mikono yao ilikuwa imeanza kuachia kidogo na pepo 4 zilipokuwa tayari kuvuma, jicho la Yesu lenye neema liliangalia masario waliokuwa hawajawekewa muhuri, naye aliinua mikono yake mbele za Baba na kumsihi kwamba alimwaga damu yake kwa ajili yao. Ndipo malaika mwingine akatumwa kuruka kwa kasi na kuwaendea wale malaika 4 na kuwaagiza washikilie mpaka watumwa wake Mungu wawekewe muhuri na Mungu aliye hai. Mpaka watumwa wake Mungu wawekewe muhuri wa Mungu aliye hai katika vipaji vya nyuso zao. Basi wapenzi watazamaji, huo ndio mwisho wa sura hii ya 4 inayosema kutiwa muhuri, kituonyesha makundi mawili yale ambayo yatakuwepo ulimwenguni tunapozidi kuelekea mwisho kabisa mwa kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Tunaonyeshwa makundi ambayo watashangilia kwa ajili ya ukombozi wao, lakini yako makundi ambayo tunaonyeshwa kwamba wataombolezwa kwa ajili ya kupotea. Ninatamani wapenzi watazamaji, tunapokuwa katika kipindi hiki cha kutiwa muhuri, zidi kujiweka tayari na kusafisha kila uovu na dhambi zote na uchafu katika maisha yetu,
ili muhuri wa Mungu uweze kuwekwa katika kipaji cha nyuso zetu. Utasoma Testimonies for the Churches, gombo la 5, ukurasa wa 216, 217. Yako maneno ya mjumbe wa Mungu hapo yanaelezwa kwa uwazi kabisa ni sifa gani na ni namna gani ambavyo tunaweza kustahili kutiwa muhuri. Basi tuende kutafakari katika sura ya 5 hii ya kitabu hiki cha maandiko ya awali inayosema upendo wa Mungu kwa watu wake. Fuatana nami kwa pamoja. Nimeona upendo wa huruma ya Mungu alionao kwa watu wake. Nikaona kuwa ni upendo mkuu sana. Niliona malaika wakiwa juu ya watakatifu wakitanda mbawa zao kuwafunika. Kila mtakatifu alikuwa na malaika wa kumlinda. Ikiwa watakatifu wangelia kutokana na kukata tamaa na kuwa hatarini, malaika ambao daima huwalinda wangeruka kwa kasi kupeleka habari mbinguni, na malaika walioko mjini wangenyamaza kuimba. Kisha Yesu angeagiza malaika mwingine kushuka kwa ajili ya kuwatia moyo, kuwalinda na kujaribu kuwaongoza wasitoke katika njia nyembamba. Lakini endapo wasingejali ulinzi wa malaika hawa, wasingeweza kufarijiwa nao, bali wangeendelea kupotea. Ndipo malaika wangeangalia kwa huzuni na kulia, wangeomboleza na kisha wangesema kwa sauti kuu, Amina. Lakini endapo watakatifu wangekaza macho yao kwenye thawabu iliyo mbele yao na kumtukuza Mungu kwa nyimbo za sifa, ndipo malaika wangepeleka habari njema za furaha mjini, na malaika walioko mjini wangechukua vinubi vyao vya dhahabu na kuimba kwa sauti kuu, Haleluya, na mwangwi wa mbinguni ungevuma kwa nyimbo zao za kupendeza. Kuna utaratibu na mshikamano kamili katika mji mtakatifu. Malaika wote wanaotumwa kuja duniani huwa na kadi ya dhahabu wanayoonyesha kwenye malango ya mji wanapotoka na kuingia mbinguni, mahali pazuri. Nilitamani kuishi huko na kumtazama Yesu wangu mpenzi, aliyetoa uhai wake kwa ajili yangu na kubadilishwa niwe na umbo la utukufu wake. Nipate wapi lugha ya kueleza nuru ya utukufu ya ulimwengu ujao? Nina kiu ya chemchemi iliyo hai inayoleta furaha katika mji wa Mungu wetu. Bwana alinionyesha malimwengu mengine. Nilipewa mbawa na malaika akaniongoza kutoka mjini kwenda mahali penye kung'aa na utukufu. Majani ya mahali pale yalikuwa ni yenye kustawi na ndege waliimba wimbo mtamu. Wakazi wa mahali pale walikuwa na rika zote, walikuwa waungwana, hodari na wakupendeza. Walikuwa na mwonekano halisi wa Yesu, na nyuso zao ziling'aa kwa furaha takatifu, zikionyesha uhuru na furaha ya mahali pale. Nilimuuliza mmoja wao kwa nini walikuwa wakipendeza sana kuliko wakazi wa dunia. Alinijibu kwamba tunaishi kwa kutii kabisa amri za Mungu na hatujawahi kuanguka kwa kutokutii kama wale wakazi wa dunia. Kisha nikaona miti miwili. Mmoja ulifanana sana na mti wa uzima ulioko mjini. Matunda ya miti yote miwili yalionekana kuwa mazuri, lakini matunda ya mti mmoja hawawezi kuyala. Walikuwa na uwezo wa kula matunda ya miti yote, lakini matunda ya mti mmoja walikuwa wamekatazwa. Kisha malaika aliyekuwa pamoja nami akaniambia, hakuna hata mmoja mahali hapa aliyewahi kuonja tunda la mti uliokatazwa, lakini kama wangekula wangeanguka. Kisha nikachukuliwa mpaka kwenye nchi yenye mbalamwezi 7. Hapo nilimwona mzee mzuri Henoko aliyechukuliwa mbinguni. Alikuwa na tawi la mtende katika mkono wake wa kuume, na juu ya kila jani la tawi hilo kuliandikwa ushindi.
Juu ya kichwa chake kulikuwa na taji nyeupe yenye shada ya maua ing'alayo kwa utukufu mwingi, na kati ya kila jani la shada hilo kulikuwa na maneno yameandikwa utakaso. Na shada hilo huzungukwa na mawe rangi mbalimbali yaliyong'aa zaidi na nyota, na kuakisi juu ya yale maandishi na kuyafanya kuonekana vizuri zaidi. Kwenye kisogo cha kichwa chake kulikuwa na upinde uliofungia shada lile, na juu ya upinde huo kulikuwa na maneno yameandikwa utakatifu. Juu ya shada lile kulikuwa na taji la kupendeza lililong'aa zaidi ya jua. Nilimuuliza iwapo mahali hapo ndipo alipopokelewa baada ya kuchukuliwa toka duniani. Akanijibu, la sivyo mahali hapa. Ninaishi mjini, nimekuja tu kutembelea mahali hapa. Alikuwa akitembea mahali hapo kama atakavyo, kana kwamba yuko nyumbani kabisa. Nilimwomba malaika aliyekuwa pamoja nami aniache nibakie mahali hapo. Nisingestahimili wazo la kurudi tena kwenye dunia yetu hii ya giza. Kisha malaika alisema, huna budi kurudi. Ikiwa utakuwa mwaminifu, wewe na 144,000 mtapata fursa ya kutembelea malimwengu yote na kuziona kazi ya mikono ya Mungu. Wapendwa, hiyo ilikuwa ni tafakari katika sura hizi mbili, kitabu cha maandiko ya awali, sura ya 4 na sura ya 5. Sura ya 5 inatueleza ni namna gani Mungu anawapenda watu wake. Jumbe wa Mungu anasema ni upendo ulio wa juu, upendo ulio mkuu sana, kiasi ambacho mmoja akianguka, unaweza ukatafakari, mmoja anapoanguka, mmoja anapokata tamaa na kuiacha njia, mmoja anapokata tamaa na kutaka kurudi kuacha kutembea tena katika njia, malaika katika mbingu yote wanakoma kuimba, wakitafuta kumfariji mtu mmoja ili aweze kurejea katika msingi ule ambao anatamani kuuacha. Waweza ukatafakari ni upendo wa namna gani ambao Mungu anao kwa wale wanaoitwa watu wake. Hii inapaswa kututia moyo kwamba katika safari ya maisha ya Kikristo, kwa sababu tumeambiwa maisha ya Kikristo ni maisha ya vita siku zote na hakuna kituo, na hatuwezi kujua leo ni namna gani mashindano yetu yatakavyokuwa makubwa kesho. Ili mradi shetani yu kazini, ili mradi shetani yu hai, Mkristo atakuwa na vita ya daima, na ni jukumu la kila Mkristo kumwomba Mungu kila siku nguvu na msaada kwa ajili ya kupambana na mwovu. Katika majaribu yetu yote tunaye mfariji asiyeshindwa, ambaye daima yuko kando yetu akitafuta kuturudisha katika mfereji ule sahihi, katika njia ile sahihi, ili tusije tukapotea na kuingia katika giza. Tunayo majaribu mengi katika wakati huu. Kama tumeambiwa kabisa, tunaishi katika wakati ambao majaribu ya shetani ni mengi kuliko ilivyowahi kuwepo. Lakini kosa kubwa ambalo tutalifanya mimi na wewe ni kukata tamaa na kukataa kufarijiwa na malaika. Mungu watumia wajumbe wake, Mungu watumia mawakala wake wakati tunapokata tamaa ili kuturudisha katika msingi ule ambao anatamani tutembee. Je, ni mwitikio gani ambao tunakuwa nao pale ambapo Mungu anatutumia wajumbe kwa ajili ya kututia moyo? Huwa tunawafukuza wajumbe hao ama tunaitikia wito wao mzuri, wakiwa wana tabasamu nzuri, wakitafuta kutukumbatia tunapochoka na kuumizwa na kila namna ya majaribu yanayolenga kuangamiza matumaini yetu tulionayo kwa Kristo? Nami msimulizi wenu, msomaji niliyekuwa pamoja nanyi katika wakati huu, ninapenda kuwatia moyo wale wote ambao wanapambana vita vya imani. Tumekaribia mwisho, tumekaribia nyumbani,
tumekaribia ukingoni kabisa mwa historia ya ulimwengu huu. Kitabu cha Christ's Object Lesson ukurasa wa 175 aya kwanza anatuambia kwamba hakuna hatari kwamba Mungu atapuuzia maombi ya watu wake. Hatari ni pale ambapo katika kujaribiwa na kupimwa tunakata tamaa na kushindwa kudumu katika maombi. Haijalishi majaribu ni mengi kiasi gani, ili tumeonyeshwa ya kwamba Mungu anatupenda kwa upendo ulio mkuu. Haitupasi kukata tamaa. Tusonge mbele kwa imani, tusonge mbele kwa ujasiri, kwa sababu tunaye kando yetu shujaa na mfariji asiyeshindwa na jambo lolote. Mungu awabariki wale ambao tumesikiliza simulizi hii. Mungu azidi kuwabariki na tazidi kusambaza kwa wengi zaidi. Kwa wakati mwingine tena tutakutana katika tafakari zingine nzuri na tafakari zingine zitakazozidi kutuweka miguuni pa Kristo. Endelea kufuatilia media hii ya The Final Warning TV.